maisha, 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 maisha. Shauri. Shauri. Mimi taji. Wewe. Toa mkono. Yaani hadi huku unafika? Mimi katika pita zangu huku sasa kiu kimenibana, kasema ngoja nipite kwa jirani. Shida yangu maji. Unasemaje? Shida yangu maji. Nani alikuambia mimi naishi hapa? Mimi katika pita yangu. Nilivyokuona kasema jirani yangu nimemkuta. Shida yangu maji. Jirani? Wewe, mimi sio jirani yako. Sawa? Subiri nikuletee maji. Simaji Subiri nikuletee maji. Uledi na Ramadhani ni mtu na rafiki yake, ila hawaelewani, anamsaliti mwenzake. Ona sasa mke wake yupo hospitali, wakumsaidia ni nani? Hali yake taabani. Hayo ndo ya shida yako maji, si ndio? Maji. Haya. Ondoka kwangu. Ondoka. Marufuku kuja hapa tena. Ondoka bana. Mnaletea mkosi tu hapa. Pusi mkubwa. Tunaharibiana siku. Mimi siwezi kuongea na watu kama nyinyi. Nyang'ao. Ngoja tuingie tu ndani. Twanga shakuwa wengi. maisha, maisha, abani. Hayo ndo yake maisha, 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 maisha. Wewe Ramadhani. Ramadhani. Wewe Ramadhani. Maisha, maisha, maisha. Vipi mdogo wangu vipi? Vipi kaza? Vipi mbona saizi jua kali vipi? Nikuulize mimi, jua kali kama hili uko kwenye hali kama hii? Mdogo wangu. Nafikiri tukawapi la maisha yenyewe ndo haya. Hivi ndo mambo yetu. Wana Kenya nasingua bora hapa kila miaka vinakala tu. Sawa. Unasemaje sasa? Wapi nende? Naelekea nyumbani hivi mara moja. Sijajua ulishoniitia kwa sababu mimi nilikuwa naendelea na safari zangu. Sikiliza. Kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Wewe mwanangu siwezi kukuficha. Ule mshikaji wako ule Uledi. Unapata? Uledi ule mwanao ule wa karibu, Uledi. Ndio. Sasa hivi kajipata mwanangu ana hela kibao. Sio kafanya dili gani sijui.
Labda mzako unaweza kujua akaniambia. Ngoja. Yaani unataka uniambie ulichonitia hapa ni hicho tu? Iko tu. Ndio kingine iko. Swala la uledi. Sawa. Sikuelewi vizuri, hebu nifafanulie hapo. Ujipata yani kivipi? Namuona siku hizi napendeza ala na wili. Wewe uledi umemunia wapi? Kwa sababu mimi nimeshafika nyumbani kwake mara kadhaa na nimefika pale sijamkuta. Mara kibao nikifika pale nakuta kufuri nje na wala sidhani kama atakuwa anaishi pale. Sasa wewe umemunia wapi uledi? Wangu. Sisi tunazunguka, sehemu nyingi nakwenda. Sasa mimi nimemuona mtakati hapo kwa mama nani yule anapita. Nikaongea naye, fresh ningemuona. Nikasema hapana. Lazima nikukuta Ashira Ramadhani nimwambie. Ngoja kwanza. Ndio. Unaweza kunielekeza sehemu ambapo anaishi hivi sasa? Hapajua. Ni wapi? Nakujua Managati shule. Managati shule. Pale kwenye kona mageti, kuna sehemu inaitwa mageti 6. Sasa ni mtaa ule tu. Ndio. Kuna mwenyekiti kaingia mwaka huu mpya pale. Si majina lake simkumbuki, kila napajua. Basi sawa. Nitajaribu kwenda. Kwa wakati mwingine sijui niseme hivyo. Nashukuru kwa hilo. Shukuru. Sawa bwana. Vipi sasa mshua? Mimi nilivyokuona yeye nikajua leo nitajaa vipi? Fanya hivyo tukaongezi. Sasa nikwambie kitu ndugu yangu. Ndio. Kwa sasa hivi hapa mimi sibeba cash. Yaani sikudanganyi, sibeba cash bwana. Lakini tukionana tena utafly. Usikonde. Usikonde. Wewe mwanangu. Wewe mwanangu. Sawa. Poa. Shukrani. Fresh mwanangu. Ukivaa shati ujionee huruma. Jua. Joto. Karibu bwana maji. Asante. Karibu sana bwana. Unajua nina hapa. Kajua kana kongota. Na hasa ukiwa una hela ndio linawaka hilo. Ukiwa una hela yako suko kwenye AC unaendesha gari kama huna hela. Waye. Utafikiri utachomwa moto. Kweli. Mjomba muda mrefu hujaonana mimi na yeye. Miaka mingi. Alafu mbona umefuba hivyo? Miaka mingi ulikuwa kidogo umenona, sasa hivi naona kama sikuelewi. Hamna mjomba, mbaya kawaida tu. Karibu. Asante. Mjomba unasema kwamba already hayupo. Already kametoka. Yaani sio kwamba hayupo, kaenda kwenye miche zake. Kameenda kuhangaika huko. Sasa mimi hapa nipo tu mwenyewe hapa, njaa ikiniuma nenda napakua chakula na kula. Nikisikia kiu kafiriji kale pale. Yaani raha. Kayo kenye kameenda kuzurura huko. Sawa mjomba. Bwana mimi bado kufika hapa nifaa kuelekezwa tu na watu. Umeuliza huko? Ndio. Yaani kwamba ilikuwa sijui wala sitambui kwamba already anaishi mitai. Sasa hivi ka already kamejipata wewe bwana. Si unaona hapa? Na hana tamuke yuko peke yake ndani ya Roni. Unaona kamejipata. Sio ka already kale, hadi kakitambi kameanza kutokea sasa kanachipua. Kweli, naona mabadiliko makubwa. Kwa anaishi hapa ndio kajumba kake na nyumba nyingine iko nyuma hapo kaeka wapangaji. Kuna biashara yake huko. Umeona Kwa sasa hivi kwa ufupi kamejipata kwa ufupi. Msema kametoka tu. Sasa mjomba, yani kurudi kwake labda ni saa ngapi? Huyu haelewekaji. Sometime anaweza akarudi, sometime anaweza asirudi, sometime anaweza akatoka, sometime anaweza asitoke. Yaani haelewekaji.
Anachanganya rangi, mara blue, mara nyekundu, mara nyeusi, ndio maisha yake anavyoishi. Sasa mimi hapa inabidi nirudi tu. Kwani unakaa wapi sasa hivi? Mjomba, mimi si pale kwangu. Miaka mingi kweli. Unajua tena si wa Afrika anayepata ndio tunayemkimbilia. Tunang'ang'ana hapo na si. Sasa hivi kapata huyu tumemtafuta wote mpaka tumempata. Ni kweli mjomba, kwa sababu panapoonekana kidogo pana nafuu ndio pale watu wanaanza kutolea macho. Sasa nitakuja kwa mtu ambaye atanauri pia hakupi. Si unaenda siku ya kwanza ya pili urudi tena. Sasa mjomba. Bwana ngoja nikuache tu. Bwana karibu sana. Mimi akija kama atarudi leo au atarudi baadaye nitamwambia bwana rafiki yako yule alikuja kale kananipaga 200. Lakini kumwangalia sasa hivi ukimuona tu unajua hapa pana kasheshe hapa. Huyu mtu anaishi katika hali ngumu kwa sababu kamechakaa, si ndio wewe? Sasa mjomba. Kwa kawaida tu. Kuchakaa sio dhambi wala sio katusi. Kuchakaa ni maisha tu, yamekuendea kushoto umeenda kulia. Yaani mimi sasa hivi nimeona mwanzo kupitia kauredi yako. Sawa mjomba. Haya karibu bwana. Karibu. Unakuta hata ile kiwembe una. Basi mjomba, mimi ngoja niondoke bwana. Haya sasa mjomba, unaondoka na kikombe? Kikombe cha hapa hiki bwana. Sawa. Haya. Akija nitamwambia bwana. Haya mjomba. Haya. Unaka nauli? Nauli nayo mjomba. Wewe unatembea kwa miguu muongo wewe. Haya karibu. Maisha bwana kachaka kapauka. Alikuwa ananipanga 200 huyu. Sasa hivi utafikiri mganga wa kienyeji bwana. Nywele hizo kama mbuyu. Lama, muda mrefu sijakuona hapo. Unazurura, ulikuwa wapi? Kiangalia wewe sasa hivi una majonzi makubwa sana ya mke wako. Unanitia mashaka, ulikuwa wapi wewe? Hamna mzee wangu. Nilitoka kidogo kwenda kuangalia angalau kama nitapata hata riziki huko. Ila kwenye pita zangu huko kuna bwana mmoja nimekutana naye. Humo mtaani wanamsala kwa sababu ni mlevi. Akanipa taarifa ambazo sikuziamini. Ila nimejaribu kwenda hadi sehemu husika. Yaani kweli nimeamini kwamba ni yeye Uledi. Uledi amebadilika sana. Lama, hayo ndio maisha. Maisha na mabonde na milima. Unapanda, unashuka, unapanda, unashuka. Sasa yeye kama kapanda, ana maisha. Kama yeye kapanda, basi ujue ndio hiyo moja ya maisha. Mzee wangu wewe Uledi umfahamu. Uledi alikuwa hana hayo maisha, yani kabadilika kwa kiasi kikubwa na kwa haraka tu. Na hicho ndio kinachonishangaza. Kapata wapi ule utajiri? Zile fedha, nyumba nzuri. Na kama laiti ungekuwa unamfahamu Uledi, mzee wangu usingesema. Yani kama ungekuwa unamjua,
alikuwa ni mtu wa kawaida sana, yani kwamba najua mwanangu, unajua Mwenyezi Mungu akitaka kukujalia jambo basi imekuwa kama umeme vile ukiwasha gulopu inawaka, na ndio Mungu alivyo na mja wake. Ukamwona huyo, lakini hebu ngoja tutajua mwisho wake. Sawa. Naona umepoa sana hapo, ulikuwa kinyonge. Nakuwaza wewe mwanangu. Kimya. Mtu umetoka kwenye matukio. Matukio ambayo mkeo ulikuwa unampenda sana. Unaweza ukajiua mtu. Hapana mzee wangu. Mimi siwezi kufikia huko bwana. Siwezi kufikia huko mzee. Wewe kuwa na amani. Nikitoka ujue naenda kutafuta angalau chochote. Unajua tuko wenyewe sasa hapa, na kama nilivyokuambia kidogo sasa hivi nimeyumba kiuchumi. Sasa kukaa hapa mzee wangu upo inakuwa sio nzuri. Inabidi nikajangaishe mzee. Basi nimeshapata amani. Sawa, kwa hiyo kuwa na amani. Hamna amani. Hivi sasa nina amani zote. Lakini tuwe tunawasiliana. Mimi nina kaugonjwa kidogo kwa moyo. Ikilipuka hapa basi ni shida. Sawa, basi mzee nimekuelewa. Kwa wakati mwingine nitakujulisha. Niliona tabu kukusumbua hapo, nikaamua niamke tu asubuhi niondoke mpaka muda huu. Basi naona tumeshalimaliza hivyo. Sawa mzee wangu. Haya. Lakini si ulipata chai kidogo ligeni? Mimi kila kitu niko sawa. Sawa. Ila kuhusu rafiki yako tutajua mwisho wake. Sawa. Sasa hivi ni simu hii simpati. Sema nimeenda nimeacha mali. Tutajua mwisho wake. Kwa nini amepanda haraka? Nitajua. Mzee bwana wewe nataka hadi ujue unadodosa sasa. Maisha maisha